Sasa mimi na mambo matatu nataka uyachukue yaliyowasaidia hawa jamaa. Jambo la kwanza, kuambatana na watu sahihi. The power of right association. Kuambatana na watu sahihi. Jambo la kwanza ambalo liliwasaidia hawa jamaa. Mimi na mambo mengi lakini leo nitaongea matatu tu. Cha kwanza kilichowasaidia ni kuambatana na watu sahihi. Maandiko yanasema hawa watu walikuwa 4, halafu wakasemezana wao kwa wao, wakaanza kuwa na kikao na mijadala, wakishauriana, wewe wa kwanza unasemaje, wewe wa pili unasemaje, wewe wa tatu unasemaje, wewe wa 4 unasemaje. Wanashauriana mambo ya kufanya mpaka wanapofika kwenye maamuzi, na hatima yao inapokuja kugundulika na kusaidika, ni kwa sababu walikuwa watu 4 ambao walikuwa na imani moja, walikuwa na mtazamo moja, walikuwa na nia moja, walikuwa na lengo moja, ya kwamba sisi hatutakufa katikati ya changamoto hii. Mabibi na mabwana, watu wa Kinondo, jambo la kwanza ambalo nakukumbusha mchana wa leo, katika safari ya maisha na kutia moyo, mtu mmoja akasema, you can never do life alone. Huwezi kufanya maisha mwenyewe, huwezi kuendesha maisha mwenyewe. Unahitaji watu wa aina mbalimbali watakaotumika kama nyenzo ya kukuvusha toka hatua moja kwenda hatua nyingine. Lakini na mimi na kuongezea, katika wingi wa watu walioko, na kuombea mbele za Bwana Yesu akupe watu sahihi ambao watasimama na wewe katikati ya changamoto zako. Kama unanielewa sema tena amina. Haleluya. Nguvu ya kuambatana na watu sahihi. Hawa watu walikuwa 4 wakatiana moyo. Tunaenda Samaria mjini au tunaenda kwa jeshi la Washamu? Kuna watu unahitaji wakati mwingine wa kusemezana nao juu ya jambo lako unalopitia. Kuna watu wakati mwingine unahitaji wa kukutia tu moyo na kukuambia it is well with you, hili nalo litapita. Hebu msaidie kumpa jirani mkono, mwambie na hili nalo litapita. Mwingine tena mwambie na hili nalo litapita. Hebu nenda kwa watu 5, simama, nenda kwa watu 5, waambie na hilo nalo litapita. Nenda tu, kuna mtu amekata tamaa, nyanyuka mfuate, mwambie na hili nalo litapita. Mwambie utavuka katika hilo, usiogope. Nenda kwa yule mama fulani upande wa pili, nenda kwa watangazie, waambie na hilo nalo litapita. Songa mbele. Wamama wa Kinondo, vigelegele na shangwe. Haleluya. Hebu sema na hilo nalo litapita. Bado jirani aliyekata tamaa ya kusikia, sema na hilo nalo litapita. Hebu sema na hilo nalo litapita. Sema na hili nalo litapita. Sema mtetezi wangu yu hai. Hebu sema ye. Sema fire. Haleluya. Mwambie jirani kuisha habari. Haleluya. Katika haya maisha, my friend, you need people. Kuna mtu mwingine anasema mimi sijali, hata wote wakiondoka. Mpe jirani mkono, mwambie mimi najali bwana. Mwambie mimi nataka uwe pamoja na mimi. Mwambie mimi nakupenda. Mwambie mimi nathamini uwepo wako. Mwambie wewe ni mtu wangu wa nguvu. Muulize hivi namba zangu nazo, lakini mwanangu. Mwambie namba ya muamala ni ile sijabadilisha. Haleluya. Hey. Mungu anatumiaga watu kufanya muujiza kwenye maisha ya watu. Naomba punguzaga wakati mwingine kiburi na kujiinua. Wakati mwingine usijionage kama umeshafika. Wakati mwingine usijionage kama hutahitaji watu. Sasa katika wingi wa watu walioko, na muomba Mungu mchana wa leo akupe watu sahihi watakao tembea na wewe. Wakati wa changamoto atakwambia songa mbele. Wakati wa aibu yako atakuja na vazi wa kusitiri. Wakati wa changamoto yako watasimama pamoja na wewe. Watu watakao kuombea, watu watakao kushika mkono,
watu watakao kusemea vizuri, watu watakao penda watu wako, watu wasio wanafiki, watu wasio kupe. Hebu sema amina. Na namuomba Bwana mchana wa leo katika jina la Yesu akutenge na kila kupe mchana wa leo. Yoyote aliye mnafiki kwenye maisha yako, hebu fanya na msema na mkata kwenye maisha yako. Sema na muondoa kwenye maisha yangu. Sema kila kupe kwenye maisha yangu. Sema Bwana na mtenga kwa jina la Yesu. Hallelujah. Mwambie jirani kuisha habari my friend. Mwambie hata kama ni wewe ndio nimekungofoa hivi. Allah. Hallelujah. Kuna watu unakaa nao wanakuchekea usoni lakini moyoni mwao wanakung'onga. Kuna watu unakaa nao wanakuambia rafiki yetu tunaona unafanikiwa lakini ukiondoka wanakufanyia vibaya. Sasa Mungu anataka ufanikiwe. Ni kweli hao watu pia wana maana kukupa hasira takatifu ya kukuinua, lakini ninachokuombea mchana wa leo, Bwana akupe watu wa faraja, watu wa kukuombea, watu wa kukutia moyo. Wale wakoma 4 walishikana wakaondoka wote 4, wako dhaifu lakini wanatiana moyo. Watu watakao simama na wewe katika hali zote. Hallelujah. Na kuna watu lazima wakimbie kwenye maisha yako. Design ya kina Yona. Unamjua Mr. Yona wewe? Chombo kile kilikuwa kinaenda vizuri. Tatizo liliingia baada ya Yona kuingia wapi? Kuingia kwenye chombo. Maandiko yanasema walikuwa wanaenda Tarshishi na chombo kilikuwa kinaenda salama. Alipoingia Yona ndani ya chombo ndio akaleta nuksi, mikosi na balaa. Tikisa jirani mwambie shusha Yona chini. Mkazie macho, mpige bega, mwambie piga Yona chini. Mwambie piga Yona chini. Mwambie acha huruma wewe. Mwambie lazima Yona atoswe baharini. Mwambie ili utoboe lazima Yona atoswe. Alafu sema Yona katika jina la Yesu, mkono na mleo kumadhabahu. Sema wewe Yona kwenye maisha yangu unayeleta changamoto, sema kwa jina la Yesu ninakutosa baharini. Alafu sema amina tena. Allah, usibebebebe visivyobebeka. Sema amina tena. Yona alipoingia kwenye kile chombo ndio akaleta matatizo. Na wale jamaa wakajitahidi kadri wawezavyo. Wale walikuwa ni wavuvi wazoefu. Piga makasia, ngoma haitulii. Wakasema jamani labda tumejaza mizigo. Wakaanza kushusha mizigo, shusha, wakaingia hasara ya makontena na mizigo. Kwani chombo kilitulia? Chombo hakikutulia. Baadaye wakaanza kuulizana, bwana hii sio kawaida, tumevua miaka mingi lakini hapa kuna mtu fulani tumebeba ambaye sio. Tikisa jirani uliza umebeba nani kwenye maisha yako? Tikisa muulize umebeba nani kwenye maisha yako? Mwambie mimina Yona chini wewe, acha huruma. Mwambie utazama wewe usipokuwa makini. Hallelujah. Hallelujah. Sema Yona lazima azame. Mbona useme unaona huruma? Sema tena Yona lazima azame. Hallelujah. Piga kura mara nang. Kura ikamwangukia nani? Mabaya haya yanawapata kwa sababu ya huyu mnayeambatana naye. Maandiko anasema wakamfuata akamwambia babu wetu waambie unaitwa nani? Mungu wako ni yupi? Unafanya kazi gani? Unatoka wapi? Uzuri wa Yona alikuwa mkweli. Pamoja na matatizo yake yote. Akasema mimi namwabudu Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Jamaa akashika mdomo. Akasema na amenituma hivi ndikuwa ndio natoroka. Na chombo chenu kwa bahati mbaya nzuri ndio kikanipakia. Maandiko anasema wale jamaa wakamogopa Mungu kwa kuwa Yona aliwahadisia. Sasa wakamuuliza Yona tusaidie. Unajua wale jamaa walikuwa na akili. Tukufanyeje ili chombo kitulie? Kwa sababu si hatutaki kuangamia na wewe. Mwambie jirani usiangamie na wewe. Hallelujah. Hallelujah. Kama unanielewa sema amina tena. Yona akawaambia ndugu zangu hapa tatizo ni mimi. Na kwa kuwa tatizo ni mimi akawaambia nikamateni mnitupe wapi? Sasa swali linakuja, Yona unajijua wewe ndio tatizo. Alafu bahari ndio hiyo hapo. Kwa nini usiwe tu muungwana ukasimama tu pale ukaniambia bye bye alafu ukaruka? Anasema bwana kuruka siwezi, nataka mnikamate nyie. Kwa lugha nyingine it is not easy, sio rahisi kumtosa Yona. Inahitaji roho ya gume. Mwangalie jirani mwambie kaza moyo my friend.
Yona anajua kabisa ndio tatizo, ila hataki kushuka. Anasema mnituse nye, nitoseni, ndio nikienda mtakuwa salama. Walipomtupa pale, maandiko anasema chombo kikatulia. Ndugu zangu, katika safari ya maisha kuna watu wa kuambatana nao na kuna watu wa kutokuambatana nao. Ibrahimu akataka kubarikiwa na Bwana. Katika Mwanzo sura 12, Mungu akamwambia, nataka nikubariki, niseme na wewe, nifanye mambo makubwa, lakini tatizo ni jamii ya watu waliokuzunguka na watu uliowabeba kwenye maisha yako. Toka katikati yao, nenda mpaka pale nitakapo kuelekeza, na ndipo utaanza kuziona baraka zangu. Kuna maisha ambayo unayakumbatia ndugu zangu, kuna maisha ambayo na watu ambao na mifumo ambayo ukikumbatia hautaziona baraka za Bwana. Jambo la kwanza kwa hawa wakoma 4, waliambatana na watu sahihi. Ukiniambia habari ya Shadrach, Meshach na Abednego, wale vijana watatu, wakati watu wengine wote wanasujudia wanaenda chini, watu wote wameenda chini, wao walibaki imara. Naomba nikupe leo jibu mojawapo. Sababu mojawapo iliyowezesha kushinda lile jaribu ni kwa sababu ya kuambatana na watu sahihi. Wakati Meshach anaona moyo wake unataka kushuka imani, Shadrach anamtia moyo. Wakati Shadrach anaona moyo wake unataka kukata tamaa, anatiwa moyo na mwenzake. Una nani wa kukutia moyo? Una nani wa kushikamana nao? Una nani wa kutembea na wewe? Amos 3:3 inasema watu wawili hawawezi kuambatana pamoja wakafanikiwa isipokuwa wamefanya nini? Wamepatana. Hebu fanya hivi mikono yako tena, sema katika jina la Yesu na kuomba, Bwana nipe destiny helpers. Sema nipe wasaidizi. Sema nipe waokozi. Sema nipe wa kunivusha. Sema nipe watu sahihi wa kwenda nao katika jina la Yesu. Alafu mpe Yesu makofi ya kutosha tena. Jambo la kwanza, right association, kuambatana na watu sahihi. Vijana wa kiume mlioko mundani, unataka kutoboa maisha, inategemeana na unaambatana na watu gani. Wewe kama una ndoto kubwa rafiki yangu, alafu kila saa unakaa na watu wa kukatisha tamaa. Mama uko hapo unataka kuanzisha biashara, na kila unapokaa unaenda kukaa na watu wa kukatisha tamaa. Leo namwambia nimevunja kikoba, nimepata 2,000,000, nataka nianzisha biashara ya genge pale. Yeye ndio akukatisha tamaa. Biashara wa genge utakuwa wewe. Mimi pale nilifeli nikashindwa. Yani ni watu ambao kazi yao ni kukatisha tamaa, hautafanikiwa. Uwe na watu wenye constructive ideas, hata kama ana challenge jambo, yani lakini ana challenge katika mtazamo chanya kwa lengo la kukujenga. Hao ndio watu nao tamani Mungu akupe mchana wa leo katika jina la Yesu. Nasema Mungu akupe watu wao katika jina la Yesu. Nasema Bwana akupe watu wao katika jina la Yesu. Mimi nikiwa nahubiri hivi ndo nakuombea hivyo, tunamaliza. Yani hivi ninavyosema pokea katika jina la Yesu, wingu la Roho Mtakatifu liko hapa. Wale wenye imani na kufungua mioyo ndio tayari maisha yao yanabadilika. Nimeona miujiza ikitendeka hivi hivi rahisi kama hivi. Haleluya. Na Mungu akakutendea katika jina la Yesu. Jambo la pili ambalo liliwasaidia hawa watu. Jambo la pili ambalo liliwasaidia hawa watu ni kufanya maamuzi na kuchukua hatua. Kufanya maamuzi na kuchukua hatua. Kufanya maamuzi na kuchukua hatua. Making decisions. Decision making. Na kuchukua hatua. Kwanza. Mwezi uliopita tulikuwa na mgeni mmoja kutoka Afrika Kusini. Anaitwa mchungaji Dr. Ndagano. Alikuja pale kanisani kwangu. Alipofika pale kanisani, alikuja na vitabu kadhaa. Moja kitabu alichokiandika, amekiandika the 4 D's. D ya D kabisa. The 4 D's to success. Yani D 4 zitakazo kupeleka kwenye mafanikio. D ya kwanza akaita desire. Desire ni shauku, kiu au shauku au hamu, tamaa njema. D ya pili akasema ni decision making, nguvu ya maamuzi. D ya tatu akasema ni determination, kudhamiria. D ya 4 akasema ni discipline, nidhamu katika hicho unachofanya. Sasa mimi hapa nazungumzia hapa kwa hawa wakoma 4.
nguvu ya maamuzi na kuchukua hatua kwenye maisha. Kuna watu ambao wana mawazo bora, wana idea nzuri, lakini tatizo kwao siku zote lipo kwenye kuanza jambo. Ana mawazo chanya na ana mpango mzuri. Rafiki yangu, kuna watu ni mabingwa wa proposal, mipango, mikakati. Akikuchorea hivi unaona hela hizi hapa. Tikisa jirani mwambie how are you? Tikisa jirani mwambie ule mpango wako unasemaje? Hebu geuka kushoto na kulia. Kushoto na kulia, kushoto na kulia, kushoto na kulia, kushoto na kulia. Mwambie how are you? How are you? How are you? Hallelujah. Mtu mmoja akasema sera bora zinatungwaga sisi Tanzania, alafu zinaenda kutekelezwa wapi? Ni Uganda au Kenya, sio nchi gani? Yaani kwa lugha nyingine huyu mtu anatutusha, anatuambia kama kuna watu bingwa wa kutunga sera ni Tanzania. Ngoma ipo kwenye utekelezaji. Sasa makanisani pia tuna watu wa mipango mingi. Baba mchungaji, mwaka huu Januari mimi nilivunja ibada ya mwaka mpya. Nikasema watu wote tukutane kwenye mkesha. Kesho hatuna ibada. Tukakutana kwenye mkesha. Mkesha wenyewe sio msingi haukuwa mkesha. Ilikuwa ibada ya usiku wa kupokea mwaka. Tulianza saa 3 tukamaliza saa 6:30, saa 7. Alafu nikawaambia kesho hakuna ibada. Yaani tarehe 1. Isipokuwa tarehe 1 na tarehe 2 mimi na mke wangu tumehamia hapa kanisani. Tuko hapa, kila mshirika njoo na diary yako ya malengo. Nione malengo yako, niyapitie. Alafu niyaombe day 1 na day 2, tarehe 1 na tarehe 2. Kwa tulikaa pale tarehe 1 kuanzia asubuhi ya saa 1 mpaka karibia saa 4 usiku. Mwaka mpya na tarehe 2. Wakaanza watu kuja asubuhi saa 1. Anakuja pale, anaonyesha yale malengo, kana yaangalia. Kama kuna mtu ajui kuandika malengo na nini na kila kitu, namsaidia. Tukaweka na ubao. Tukawa pale mimi na mke wangu na wachungaji wasaidizi. Sikumbuki kama walikuwepo, niliwapa off. Nadhani niliwapa off wote wawe free. Nilikuwa tu ni mimi na mke wangu pale. Tukafanya siku ya kwanza washirika karibia 70%. Siku ya pili wakaja wakaendelea tena. Moja ya kitu ambacho nimekuja kugundua, kuna watu ambao hatujui kupanga, ndio hata kuandika. Mtu anaandika tu kwamba nataka mwaka huu nijenge nyumba, ndio kashamaliza. Ndugu zangu, kuna kitu kinaitwa mpango. Alafu baada ya mpango kuna kitu kinaitwa strategies, mbinu, mikakati ya kukufanikishia hilo lengo. Alafu pia kuna kitu kinaitwa timeline, muda, ukomo wa muda. Alafu kuna column nyingine weka ya tathmini, evaluation. Alafu kuna column nyingine weka ya makadirio ya budget. Labda umeandika hapa column ya kwanza mpango wangu wa mwaka huu. Alafu jambo la pili mikakati, mbinu za kunifanikishia. Alafu column ya 3 kaweka pale makadirio ya budget. Alafu column ya 4 pale ukaweka labda ukomo wa muda. Alafu mwisho ukaweka tathmini. Kwa hiyo mpango wangu kukua na kuongezeka kiroho kwenye maeneo ya maombi, utakatifu, utoaji na kuhubiri. Huo ndio mpango nilionao. Mikakati, nitafunga, mikakati, nitasoma neno, mikakati, nitahudhuria ibada, mikakati na kadhalika. Na tathmini unaiweka. Nikaja kugundua pia watu wengine wana mipango mikubwa, lakini sasa unamuuliza okay, unachukua hatua gani? Hapo ndio tatizo. Ndugu zangu, watu wote wanaopanga na kuandikaga vitu, na ndio maana nabii wa Bwana akaambia iandike hiyo njozi, akaweka chini. Mwingine sasa tu mchungaji, mambo yangu yote yako kichwani. Hakunaga kitu cha design hiyo. Hiyo ni tabia watu waliokwishaga filisika kabla hawajafilisika. Tikisa jirani mwambie acha hizo mwanangu. Tikisa mwingine alizowazo mwambie acha hiyo mwanangu. Mwambie wekaga vizuri mambo yako. Haleluya. Usio kafilisika kabla haujafilisika. Bwana atusaidie. Hebu punga mkono, sema amina tena. Amina. Punga mkono, sema amina tena. Amina. Punga mkono, sema amina tena. Amina. Watu wana mipango, lakini sasa shughuli. Hivi ukimkuta mtu amekaa hapa, amekwambia hapa, haya mzee wa kanisa anakuja, anapita anamkuta hapa jamaa, vipi? Anasema ana salama. Mzee anauliza una mpango gani? Bwana mimi na mpango wa kwenda mjini. Mzee njoo. Njoo. Haya, mzee niulize tu una mpango gani? Yes. Una mpango gani? Na mpango wa kwenda mjini. Unaona ameniuliza. Haya mzee anapita, anaenda.
Jamaa limekaa tu pale kwenye benchi linakumuta miguu. Alafu mzee anarudi tena, vipi bwana unaendeleaje? Vipi bwana unaendeleaje? Mimi bado na mpango wa mjini. Anaenda tena, anarudi tena, karibu tena mzee. Bwana unaendeleaje tena? Naendelea vizuri bwana, bado nina mpango wa kwenda mjini. Tikisa jirani mwambie halo bwana mipango. Tikisa mwingine mwambie halo bwana mipango. Tikisa mwingine mwambie halo bwana mipango. Mwambie mipango bila matendo imekufa. Mwambie imani bila matendo haina matokeo. Tikisa kwa hasira mwambie anzaga, chukua hatua wewe. Wanaonielewa waseme haleluya. Wanaonielewa waseme haleluya. Hebu sema ye. Sema fire. Mipango yako ikatekelezeke katika jina la Yesu. Mipango yako ya shule ikatekelezeke, sema amina. Mipango yako ya ujenzi ikatekelezeke, sema amina. Mipango ya biashara ikatekelezeke, sema amina. Mipango ya kuoa ikatekelezeke, sema amina. Mipango ya huduma ikatekelezeke, sema amina. Hebu inuka shangilia, sema amina. Haleluya. Biblia inasema imani pasipo matendo imefanya nini? Sasa wewe kila siku ni mtu wa mipango tu na kukaa hutaki kutekeleza, you will never make it. Hawa jamaa waliamua kufanya maamuzi, wakakaa wako wanne, wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne. Wewe namba moja unasemaje? Namba moja akasema bwana, mimi naona tukienda mjini Samaria kuna njaa. Hapa mwelekeo ni mawili, ni aidha tunaenda Samaria mjini lakini kuna njaa, au tunaenda kwa jeshi la Washami kwenye kituo chao, kule kuna chakula lakini chakula chenyewe kipo kwa adui. Ndio kwenye shughuli yetu kwenda sio Samaria mjini, kwenda kwa jeshi la Washami. Hayo ndio maamuzi. Sasa tuchukue hatua, twendeni. Unawaza nini? Biashara umeshaweka mipango yote. Mwanangu, Aprili ndo hii, Mei hiyo hapo inaingia kesho, Juni itaingia, mwisho wa siku ndio utaposti. Huu mwaka nimeshajichanganya, mtaniona mwakani. Tikisa jirani mwambie acha hizo mwanangu. Tikisa wewe mwambie my friend. Tikisa wanawake kwa wanaume, tuseme amina tena. Chukua hatua tena mchana wa leo, sema amina. Chukua hatua tena, sema amina. Anza biashara, anza ujenzi, hata kanisani. Mimi nimejifunza baba mchungaji, moja ya kitu kinachofanya kanisa kufanikiwa kwa haraka, nimejifunza rafiki yangu mchungaji Kasel, kile kidogo tunaanzaga nacho. Watu wakishaonaga hizi, akatoa mahela mengi ambayo alikuwa amefikisha ile kazi karibia robo 3, na tulihitaji milioni karibu 20 kufunga ile silabu. Nilipoichukua ile pale, nikasimama nikasema, ndugu zangu, kama tulivyosema kwamba Disemba haitavuka, hatujafunika ile silabu, tunaenda kuifunika wiki ijayo. Kwa hiyo naomba idara ya ujenzi na miradi, kaeni mchukue hatua, anzeni mikakati. Na ndio tunaanza Jumatatu kazi. Unanielewa? Ndio wiki ya mwisho. Baba mchungaji, tulikuja kuifunika tarehe 30 kama sio 31 ndio ilimalizika. Alafu ndio kesho tunafunga mwaka. Mpe Yesu makofi kwa jambo hili. Nilipoingiza kazini zile hela karibia milioni 10, alikuja mtu mwingine akatoa milioni ngapi mtu, watu kama 3 wakamaliza ile slabu. Juzi nikatangaza tena tunavovuka mwaka. Mama mchungaji, mara ya mwisho umekuja pale tulikuwa hatuna hata rafu floor. Nikatangaza nikasema, jamani, huu mwaka Mungu atusaidie, hatutavuka. Moja malengo yetu ya mwaka huu ni kumaliza rafu floor. Tunahitaji kama milioni 20 kufunika hii rafu floor, yani ya chini. Na wakumbusha tu kuchukua hatua katika maamuzi ulioyafanya. Wakati nimekaa hapo, tukawa na maombi usiku, na imeshafika Disemba ndio imeingia. Nikaenda Disemba 2 kama sio 3 kwenye mahafali chuo cha kupanda makanisa kule Bagamoyo. Wakati niko pale nikapata message, mchungaji Bwana asifiwe. Niko kule mbele haitebo. Nikasema amina. Akasema, mchungaji, naomba nikuone. Nikaambia huwezi kuniona, nitumie tu message. Akasema hapana, ni jambo la dharura. Nikamwambia basi kesho. Akasema ni leo. Tukutane wapi? Anasisitiza, anasema naomba tukutanie kanisani. Nikamwambia haina shida, nikitoka tuko tutakutana kanisani. Nilipotoka nikamwambia niko kanisani. Ikaja familia pale,
Walipofika pale akasema, baba mchungaji, Disemba ndio hii. Tulikuwa tumeweka hizi hela nyingi za kutosha kwa ajili ya kuweka paving kwenye nyumba yetu. The moment tumezishika mkononi, Roho Mtakatifu ametukataza, ametuambia tuzilete kwako kwa ajili ya kuweka rafu floor ya kanisa. Nahitaji milioni karibu 20. Wale watu wakatoa, haikuwa hela nyingi sana kivile. Ilikuwa ni milioni 7 tu. Wakaileta kesho wakanikabidhi pale. Walivyonikabidhi zile hela pale, mimi nikatangaza kwenye group la viongozi moja kwa moja, kesho tunaanza kazi. Budget ni milioni 15 hadi 20. Hizo ni 7. Baada ya kusema hivyo, mwingine akanifuata inbox akatoa milioni 4. Hao ni watu wangapi? Mwingine akaweka milioni 2. Hao ni watu wangapi? Nataka nikwambie, wala sikufanya fundraising. Na watia moyo kwenye kuchukua maamuzi na kuanza na Bwana. Hiyo ndiyo point yangu kubwa. Wakoma 4 walifanya maamuzi. Kwa nini unakaa kwenye dilema? Kwa nini unakaa hapo kwenye sintofahamu? It won't help you. Haitakusaidia. Kama unahitaji maongozi ya Mungu, funga, omba, mwambie Mungu. Nenda kwa mama mchungaji na baba mchungaji, piga magoti wakuombee. Zaburi 32 mstari wa 8, Mungu ameweka ahadi. Anasema nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea. Anasema nitakushauri na jicho langu litakutazama. Kwanza nitakufundisha, mimi nitakuonyesha njia utakayoiendea. Tatu anasema nitakushauri na jicho langu litakutazama. Manake nitaenda na wewe. Zaburi 37:23 inasema inasema hatua za mtu wa Mungu zaimarishwa na Bwana. Lakini kwenye Biblia Kiingereza inasema the steps of a righteous man are commanded by the Lord. Hatua za mtu wa Mungu zinaamriwa, zinaongozwa, zimeshikwa na Mungu mwenyewe. Hebu inua mkono wako na mnasema, Bwana Yesu, mchana wa leo neema yako inivushe tena. Roho ya ujasiri ikanivae. Roho ya ujasiri ikanivae katika jina la Yesu. Mwambie jirani, pokea roho ya ujasiri. Mwingine mwambie, pokea roho ya ujasiri. Paka kule nyuma, pokea roho ya ujasiri. Watu hapa, pokea roho ya ujasiri. Nasema pokea. Haleluya. Acha woga. Haleluya. Mimi namwamini Mungu katika kuchukua hatua. Jambo la 3 na la mwisho, yani chukua hatua. Anza, fanya maamuzi, alafu chukua hatua. Na hatua zenyewe wakati mwingine inaweza ikawa ni very risk. Hatua ya kuchukua wakati mwingine inaweza ikawa ni very risk. Unahatarisha. Wajasiriamali wanafahamu, moja ya sifa mjasiriamali ni risk taking. Unahatarisha kweli kweli. Yani ni kama vile unacheza kamari, lakini unaweka imani katika lile jambo. Sema amina tena. Mimi namwamini Bwana. Mtu anayenisikiliza na anayenielewa, tayari kuna kitu kinaumbika ndani yake, na maisha yako hatabaki kama yalivyo. Jambo la kwanza, Mungu anakupa watu sahihi. Jambo la pili, Mungu akupe kuchukua hatua baada ya kufanya maamuzi. Jambo la 3, tembea pamoja na Bwana. Jambo la 3 na la mwisho, tembea pamoja na Bwana. Jambo la 3 na la mwisho, tembea pamoja na Bwana. Mabibi Satellite International Tabernacle chini ya mchungaji Cassian na mama mchungaji Vicky, ninao ujumbe rahisi sana, mambo yaliyosaidia wakoma 4. Jambo la kwanza, hawa wakoma 4 watiana moyo kwa kuwa walikuwa ni watu sahihi wao kwa wao. Jambo la pili, nguvu ya maamuzi na kuanza hatua kwa hatua. Jambo la 3 ambalo liliwasaidia, hatua zao zilienda pamoja na Bwana. Hawakuwa wenyewe, walianza na Bwana, wakaendelea na Bwana, wakahitimu pamoja na Bwana. Maandiko yanasema wakati wanatembea wale wakoma walikuwa hawawezi kutembea straight kwa sababu ya hali yao. Kwa hiyo katika kutembea kwao na kuyumbayumba, huenda walikuwa na magongo, mimi sijui. Ninachojua ni kwamba hawakuwa na uwezo wa kusimama right away standard. Walikuwa ni watu wa kuyumba, ni watu hapa na pale. Maandiko yanasema walipoanza safari na Bwana, sema amina tena. Sema amina tena. Hebu sema, mimi nitatembea na Bwana. Sema tena, mimi nitatembea na Bwana. Inua mkono wako wote paka kule nyuma, wote napomalizia ndani ya dakika 5 wote. Hebu sema, mimi nitatembea na Bwana.
Sema sitatembea na uchafu wowote kama vile mafuta. Sema kwa nguvu, kama vile maji, kama vile vitambaa vya maombezi, kama vile keki ya upako. Sema nitatembea na Bwana wa mabwana, maana yeye akienda pamoja na mimi maisha yangu yako salama. Wanaonielewa waseme haleluya, wanaonielewa waseme haleluya. Sema bila. Hebu nenda kwa watu 4-5 tunapomalizia. Tikisa, mwambie piga chini mafuta ya upako wewe. Mwambie piga chini maji ya upako wewe. Mwambie piga chini vitambaa vya wa matapeli wewe. Mwambie beba jina la Yesu pekee. Mwambie beba jina la Yesu. Yeye ni Bwana wa mabwana anayeweza yote. Nenda. Mwambie jirani weka ileze chini. Mwambie jirani weka vitambaa chini. Mwambie jirani weka bangele chini. Mwambie jirani vyote weka chini. Mwambie beba jina la Yesu. Yeye akienda pamoja na wewe utapata raha maishani. Yeye akienda pamoja na wewe utafanikiwa na utashinda. Makofi na vigelegele kwa Yesu. Haleluya. Sema sitadanganywa na yoyote. Sema sitabeba vitambaa vyovyote kama zana za maombi. Sitabeba maji ya watu wanaodanganya watu. Sema sitabeba mafuta yao. Sema sitabeba keki zao. Sema sitabeba bangili zao. Bali nitambeba Bwana wa mabwana mwenyewe. Wanaonielewa waseme haleluya. Hebu sema ye. Sema wapigwe. Haleluya. Walio yako wewe, hata kama ni mnyonge kiasi gani, hatua moja ya mtu aliye na Bwana ina kishindo kizito cha kawaida. Genge la mtu wa Mungu ni la tofauti. Haleluya. Sema amina tena. Jamani, nimetembea na Yesu tangu nimeokoka, sijawahi kuachana na Yesu. Nimemwona Yesu akinisaidia. Nimeenda kwenye interviews ambazo sina mtu wa kunitetea. Wengine wamepenyeza hela, wengine wamepenyeza majina yao kwa wakubwa, lakini mimi naenda na Yesu pekee. Unafika pale unaona kabisa hapa ni Yesu ndio amesimama pamoja na mimi. Naomba kwenye biashara nenda na Yesu. Kwenye interview nenda na Yesu. Kwenye ajira nenda na Yesu. Kwenye masomo nenda na Yesu. Mbebe kama alivyo. Haleluya. Wanafunzi wa Yesu wakati fulani walikuwa navuka ng'ambo, maandiko anasema wakambeba kama alivyo. Acha kumchakachua Yesu. Haleluya. Punga mkono wako juu. Wakati biti la kuabudu la taratibu limewekwa, inua tu mkono wako juu. Wakati nahubiri ndio nilikuwa nafanya maombezi hivi. Yaani vile nilivyokuwa nasema yale maneno ilikuwa ni prophetic declaration. Ni matamko ya kinabii yanayobadilisha maisha ya mtu. Kwa hiyo tayari nimesha kuombea. Tunapoenda kuhitimisha, inua mikono yako yote miwili. Funika macho juu. Na wewe ambao unanifuatilia kwa NYTV, kituo chetu bora cha Injili, nakwambia Yesu yuko hapo ulipo. Dakika hii anaenda kubadilisha maisha yako. Chukua hatua, fanya maamuzi leo, tembea na Yesu, anza hilo jambo pamoja na Bwana. Na kama utahitaji maombezi, wewe wa NYTV unafuatilia online, kuna namba za mchungaji Cassian zinapita hapo chini. Piga namba hizo, tutakuombea. Maisha yako, biashara yako, wokovu wako, ndoa yako na kila kitu chako, Yesu anaenda kufanya kitu. Ukiwa umeinua tu mikono yako juu, hebu sema Bwana Yesu, mchana wa leo wakoma 4 walisaidiwa na mambo haya. Kwanza kabisa, walikuwa ni watu sahihi miongoni mwao wao kwa wao, lakini walifanya maamuzi, wakachukua hatua, tena hatua hatarishi. Zaidi ya yote Bwana, walitembea pamoja na wewe. Nimeinua mikono yangu juu, ninajiombea Bwana, nipe watu sahihi wa kuambatana nao katika jina la Yesu.
Hebu anza kujiombea ombi la kwanza. Tutaomba maombi matatu. Anza kujiombea ombi la kwanza, ombi la kwanza, ombi la kwanza. Wakati ninapoomba pamoja na mchungaji Kasia, wakati na yeye amekamata maiki, nitakuwa naongoza maombi haya. Kama yuko mtu yeyote nje, ingia ndani. Kama yuko mtu yeyote amekaa, simama. Haya ni maombi ya kusimama, unaomba. Nataka uombe kwa nguvu, kwa sauti yako. Haya sio maombi ya kimoyo moyo. Ambie Bwana, kinaiona wote wasawe mbali na maisha yangu. Ambie kina Sanibalati wote na maisha yangu. Ninaomba neema yako, ninaomba uwezo wako, ninaomba nguvu zako, ninaomba kibali chako. Bwana anainulia watu, Bwana, watu walio sahihi. Musa aliinuliwa Miriamu wakati amewekwa kwenye kisafina, anatakiwa kutoswa kwenye maji. Miriamu alisimama akawa mtu sahihi kufuatilia maisha yake. Yehova kuinulie akina Miriamu wa kwako, rabo sayabo, kwa jina la Yesu aliye hai. Bwana kuinulie watu sahihi kwenye maisha, watu sahihi kwenye kazi, watu sahihi kwenye biashara, katika jina la Yesu aliye hai. Yehova kupe neema katika jina la Yesu, katika jina la Yesu aliye hai. Ninakataa kila roho ya adui kuinulia watu ambao watakuwa karibu na wewe, kuyasoma maisha yako na kugeuka kuwa maadui, kwa jina la Yesu aliye hai. Yakandaramoko sakatakaya nekenderema yandarabakaya haya siwekela ya kuwa kaya hoka usomea unasema kanisa wekela ya nduwa watu kule nyuma. Haya njeo ni mtu waisheni wa nero magumu moto yote na nguvu na kwa watu. Haya toka pia kuna nyuma kwa haya toka pia kuna kaya toka pia kuna ya kelaya unashaka mwanado washakira nguvu washabata washabata roho lekofi yako robo saka. Nataka nikusikie unaomba, ni muda wa maombi zaidi. Shaka lekobosa janda makosa zekete makoya masiki buda ukataya ewa ni mtu ondoka 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 kila mmoja ondoka shaka shaka babu haya tuendelea kuomba ondoka moto ondoka kila pando sio panda baba haya ondoka haya ondoka haya ondoka haya asia haya asia kaika kwa jina la Yesu kaika kwa jina la Yesu jina la Yesu kwa jina la Yesu jina la Yesu pando kwa jina la Yesu panda baba kwa jina la Yesu asia kwa jina la Yesu kaika kwa jina la Yesu asia na baba mkono wako. Huyo ni mali ya Yesu, muombe. Huyo ni mali ya Yesu kwa mamlaka ya jina la Yesu. Salamu Lito la Jesus. Inua tu mikono ya Holy Spirit. Hebu sema ni Bwana Yesu. Sema watu wote, Bwana Yesu, maisha yangu yako mikono yako. Roho uharibifu ondoka. Ninakushukuru Bwana. Nijesha fahamu zako. Makofi 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 makofi, na watu tuseme amen. Ongeza, sema tena amina. Sema tena amina. Unaweza ukaketi kwenye kiti chochote unachokiona jirani yako, kiti chochote.